Naomba tumshangilie kwa makofi mengi. Arusha oye! Jiji la Arusha oye! Madiwani oye! Mheshimiwa Waziri wetu Mohamed Mchengerwa, waziri wetu wa TAMISEMI, kipekee napenda kutambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa, baba yetu Sabaya, akiwa na sekretarieti ya mkoa, kaka yetu na katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi, pamoja na jumuiya zote. Mheshimiwa Waziri, nimeona jumuiya ya vijana, nimeona jumuiya ya wazazi, nimeona jumuiya ya UWT, wote hawa wanatamba na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri wetu, naomba kutambua pia uwepo wa wakuu wa wilaya, tukianza na mkuu wa wilaya mwenyeji ambaye ametukaribisha hapa, lakini pia naomba kutambua uwepo wa mstahiki meya wa jiji la Arusha, ndugu yangu Maximilian, lakini naibu meya pamoja na baraza la madiwani wote wapo hapa. Lakini kipekee Mheshimiwa Waziri, uniruhusu nitambue uwepo wa aliyekuwa mkurugenzi wetu Mheshimiwa Madeni, nimemwona yuko hapa, ambaye ni mkurugenzi wa Serengeti. Lakini pia tunaye aliyekuwa mwenyekiti wa mipango miji wa jiji la Arusha kipindi kile, akiwa Mheshimiwa Diwani Badanga, mwenezi wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tunaye aliyekuwa meya, kaka yangu yuko wapi? Ekaristi, alikuwa meya. Kwa kweli leo kwetu ni siku ya furaha. Naibu wake yuko hapa. Naibu meya yuko wapi? Ona alivyong'aa kabisa. Yaani Mheshimiwa Waziri, leo ni siku ya furaha kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, lakini furaha zaidi kwa watumishi na madiwani wa jiji la Arusha. Tumetoka kwenye ratiba yako ndefu ya mkutano wa watumishi katika mamlaka yako, maana yake sekretarieti ya mkoa pamoja na wilaya zake zote, na umelizia kuja kutuwekea jiwe la msingi katika jengo hili ambalo kweli ndio jukumu tuliopewa na Daktari Samia la kuhakikisha tunawatumikia wananchi wa mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Waziri, mimi hapa sitakuwa na maneno mengi. Najua baada hapa wote walioko hapa tutaongozana nao kwenda kwenye mkutano wa hadhara, kwenda kushuhudia utiwaji wa saini wa mikataba iliyokuwa visiki, mikataba ambayo ilikuwa kwa kweli ilikuwa kila anayesogelea aidha ng'oke yeye au ng'oke mkataba. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunaenda kushuhudia historia inaandikwa chini ya utawala wako. Kama waziri wetu tunajivunia katika mkoa wetu wa Arusha na nchi nzima ya Tanzania kwa utendaji wako wa kazi. Nina jambo moja tu Mheshimiwa Waziri, kazi ambayo Daktari Samia alinikabidhi kwenye mkoa huu wa Arusha, kazi ambayo ulikabidhiwa wewe kunisimamia mimi mkuu wa mkoa katika mkoa huu wa Arusha, kwa kiapo nilichoapa pale Dar es Salaam Ikulu. Hakika Mheshimiwa Waziri, naomba nikuthibitishie tena, hakuna kitu kitakachosimama mbele yangu kuzuia kazi ambayo wewe umetumwa kulisimamia na Daktari Samia ametumwa kusimamia. Jengo hili ni moja ya jengo ambalo wako watu tu wamejaliwa na wameumbwa kwa ajili ya kuharibu mambo tu. Yaani mtu anamaliza hata akija kwenye harusi yako chakula kitapungua tu. Yaani hata ukisahau kitu sebuleni kitapotea tu. Yaani wako watu ambao wako tu kwa ajili ya uharibifu tu, ambao hawakutaka kuona historia hii inaandikwa ya jengo la utawala wa jiji la Arusha. Na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri, mimi nimetoka kwetu Sukumani, nimeaga, nimeombewa kwa dua zote, na nilipokuwa mwenezi nilipita kwenye mikoa 23, nimepewa kila aina ya baraka kwa makabila yote. Arusha haiwezi kunishinda. Historia hii ambayo Mheshimiwa Waziri leo unakuja kushuhudia ni kazi njema iliyoanzwa tangu 2019, lakini ni ule mwendo wa kuchechemea. Na mkandarasi amesema watumishi
wanafanya kazi katika mazingira magumu. Lakini baya zaidi, mwananchi anakuja kwenye ofisi za jiji, badala amkute mtumishi aliyekuja kumfuata amhudumie, anaambiwa mtumishi yuko Sakina, anaambiwa mtumishi yuko Njiro. Matokeo yake anaingia gharama ya nauli tena kwenda huko Sakina. Akifika Sakina, baada ya kusikilizwa, anaambiwa nyaraka zako ziko jiji. Wananchi wamekuwa wanazunguka sana kwa miaka yote kwa sababu ya kutokupata huduma katika eneo moja. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri, mbele yako naona ni jengo ambalo tuliachiwa na mkoloni la mwaka 1959. Ukiangalia idadi ya kipindi hicho cha wakazi wa jiji la Arusha haifanani na idadi ya sasa. Kwetu sisi, hatua hii ni shukrani za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Shukrani za dhati kwako kwa kusimama imara na kuambia Mheshimiwa Waziri, usingesimama imara kwenye bunge la juzi la bajeti, ili jengo leo hili lingekuwa limesimama kujengwa. Usingesimama imara, ili jengo lisingeendelea kujengwa. Ulisimama imara, ukatetea, ukatuma tume yako hapa, ikaja ikapata ukweli. Bunge chini ya spika wetu mahiri Tulia akahoji maswali ya msingi ambayo hata vijana walioko sokoni na bodaboda wangepiga zile hesabu, wangejua kuna mtu mmoja hajawahi kufaulu wakati anasoma. Unaweza kuhudhuria kusifaulu. Lakini haya yote yametokana na umahiri wako na uwezo wako mkubwa wa kutetea wananchi wa jiji la Arusha, na hasa wananchi ambao wanakuja kutafuta huduma. Mheshimiwa Waziri, nisiongee mengi, ni furaha tu. Furaha ikizidi unaweza ukaongea sana, na mimi kwa sababu furaha imezidi natamani kujizuia, ili siku moja Mungu akikujalia uje hapa, hatujui utakuja na njia gani, lakini najua utarudi tena, uje ulione jengo hili watumishi wakilitumia na wananchi wa jiji la Arusha wanapata huduma. Maelezo tumeyapata. Watanzania walikuwa hawajui jengo hili ni jengo ambalo lina lifti mbili. Lina ukubwa wa kilomita za jengo letu 11,000, na juu kule kwenye terrace tunatengeneza ukumbi wenye ukubwa wa kilomita 1,100 wenye uwezo wa kubeba watu 500 kwa wakati mmoja. Lina migahawa, lina sehemu zote za kutunza mitihani. Kwa kweli limezingatia, na huku chini watu wakipita waoni, lakini huku chini ni parking. Magari yote yanapaki chini underground. Arusha ndio ya kisasa ya watu wajanja wanaotaka maendeleo. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru mno. Najua hata mwishoni hapa tutampa nafasi meya twende na shukrani, lakini furaha unazoziona hivi, kuna watu wengine huko washazeeka. Ukimwona Kobla pale naibu meya, ukimwona pale Mzee Roboyo, ukiona wale wote walikuwa wameshachoka, lakini nyuso zao zina hamasa ya kufanya kazi chini ya uongozi wako. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, najua ni furaha kubwa kwa mwenyekiti wetu wa chama, ni furaha kubwa kwa kamati ya siasa ya mkoa, ni furaha kubwa kwa kamati ya siasa ya wilaya, na tunaye mwenyekiti wetu wa wilaya ya Arusha jiji na katibu wake na sekretarieti yake yote. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, ni furaha tupu. Ingetosha kusema tuishie hapa, baada ya tukio hili twende tukale tukiwa tunashangilia kwamba Arusha sasa imefufuka, Arusha tunapiga hatua, Arusha tunakwenda kuyafanya yale yote ambayo ilani ya chama chetu ilituelekeza. Lakini Mheshimiwa Waziri, nikuombe kwa unyenyekevu mkubwa, kwa kuwa baada ya hapa utakuwa na mkutano mwingine ambao chama kitaenda kushuhudia utiwaji wa saini wa mikataba inayokwenda kubadilisha mkoa wetu wa Arusha, na kuonyesha kazi zilikuwa nyingi tu. Na hao wote tuliowaalika viongozi, wakina mkurugenzi madeni, meya, naibu meya, mwenyekiti wa mipango, Mheshimiwa Dakaro alikuwa mkuu wetu wa wilaya ya hapa jiji, utaenda kuwapa na tuzo ya kushukuru kwa mchango wao, kwa kuwa wamesaidia. Tumepata zaidi ya heka 30 bure, ikiwa ni sehemu ya mchango wao. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, naomba nisiseme mengi, nikukaribishe utupe neno, na baada ya pale Mstahiki Meya ataendelea neno la shukrani. Alafu sasa twende, nimeambiwa kule uwanjani mambo ni mazuri. Mwambie jirani yako uwanjani mambo Sasa pale utapata kutupa dira ya mkoa wetu, maelekezo ya utendaji wetu,
na mimi nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, kila mradi mlioupanga nilioukuta, yaani hata kama ni mtu anasema mradi ushakufa, mimi nakwambia kwa jina la Yesu mradi utafufuka. Tunataka mambo yaende, mambo yatokee, ili chama chetu kikiwa kinanadi 2025 kinaonyesha alama, na hili jiji ni moja ya alama kubwa. Mheshimiwa Waziri, karibu sana.